Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV. Ni wakati mwingine na siku nyingine ambayo tumepata neema tena kuwepo kwenye Mlima Sango. Ni siku ya 3 leo ambayo tuko kwenye mlima huu kwa ajili ya maombi. Tupo na wachungaji mbalimbali ambao tumekuja nayo kwenye mlima huu kwa ajili ya maombi. Tamkaribisha mmoja wapo wa mchungaji aweze kujitambulisha anaitwa nani na amejifunza nini. Karibu mchungaji, utuelezee unaitwa nani na umejifunza kitu gani tangu tulivyofika kwenye mlima huu. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Trezia Mwansiange. Tangu nimefika kwenye mlima huu nimemuona Mungu kwa namna ambayo si ya kawaida. Kwanza wakati nafika nilijisikia kuchoka. Hata nilikuwa nashindwa kupanda mlima. Lakini uwezi kuamini. Eti nilivyofika hapa tulivyoanza maombi, mtumishi wa Mungu alivyofundisha neno baada ya maombi, nimerudi nashuka vizuri mpaka sasa niko vizuri kabisa. Kwa hiyo nimeona kuna nguvu ambayo si ya kawaida. Unaweza ukamwambia mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV, kuna kitu gani ambacho umejifunza mpaka kikakupa wewe nguvu? Yaani baada ya kuja hapa, tangu juzi jana, somo kubwa kilichokuwa limesimama tangu juzi niloliona ni ubaya unaoweza kusimama kwenye maisha ya mtu. Na ametufundisha mtumishi wa Mungu kuhusu mambo mawili. Kuwa juu ya maisha ya mtu, juu ya kichwa cha mtu, kunaweza kukawa na ubaya au kukawa na wema. Lakini kukiwa na ubaya unaweza ukaathiri maisha yake yote. Utakuta mambo hayaendi mtu, lakini bila kujua mwenyewe kuwa juu ya kichwa chake kuna ubaya. Kwa hiyo ila anaweza akawa ni mtu wa ajabu. Kweli ameokoka, anampenda Mungu, anaenda kanisani, anatoa, lakini kuna ubaya umesimama kwenye kichwa chake. Na ubaya utautambuaje? Unakuta kwanza kuna vitu haviendi kwenye maisha yako. Kila unachojaribu ukifanya hakiendi. Vingine ni tabia. Unakuta tabia hazibadiliki. Mtumishi wa Mungu ndani ya kanisa anafundisha, lakini unakuta hizo tabia mtu zinajirudia. Zile zinaashiria kuwa juu ya maisha ya huyo mtu ubaya umekaa kwake. Na huyo mtu anashindwa kuwa mtu wa kusamehe kwa sababu ya nini? Ya ule ubaya ambao umekaa kwake. Na hata kama mtu atakuja kwa ubaya kwake, bado utakuta ndo anazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini kama wema umekaa juu ya kichwa cha huyo mtu, hata ubaya ungekuja kwake. Endapo wema umesimama juu ya kichwa cha huyo mtu, ubaya ukija kwake, wema unafuta ule ubaya, wala hatafuatilia ule ubaya. Alafu tukaja tukaona kumbe ubaya, tumewaona mabinti wengi, tunaweza tukawahukumu makahaba, tunaweza tukahukumu vijana majambazi wanafanya uharibifu, lakini kumbe kule alikozaliwa. Kwa hiyo tulichojifunza kikubwa ni kwa lazima tukumbuke huko tulikozaliwa, kukumbuka kulikuwa na asili ya aina gani. Ni changamoto gani iliyokuweko huko awali ambayo inatembea kwenye vizazi mpaka kwenye maisha yetu, mpaka kwa watoto wetu, mpaka kwa watoto wa watoto wetu. Kwa hiyo wakati mwingine tumechoma moto vijana, lakini kumbe iko nguvu inayomfuatilia. Kumbe kama kanisa pia tuna jukumu kubwa la kubeba mzigo kwa ajili ya watu wanaoangamia. Kumbe iko asili ambayo imekaa inafuatilia maisha yake. Ubaya unafuatilia vizazi hadi vizazi, lakini wema pia unafuatilia vizazi hadi vizazi. Kwa hiyo mema yatamfuatilia yule mtu endapo waliotangulia walipanda mema, na sisi tukipanda mema yatatembea kwa vizazi vyetu vyote. Lakini tukipanda mabaya yatatembea kwa vizazi vyetu vyote. Hatuhitaji kuwa na chuki na watu ndani ya kanisa, na tuwe wepesi wa kusamehe ili ubaya usikae kwetu. Kuna utofauti wowote ule ambao wewe umeuona kwenye maombi ya mlimani lakini na maombi yale ambayo unakuwa tofauti na mlimani? Kuna utofauti wowote ambao wewe umeuona kwako? Kuna tofauti kubwa sana. Maombi ya mlimani na nahisi inategemeana na mlima. Kwa kweli huu mlima uko na neema ya Mungu. Neema kubwa sana kwenye huu mlima. Neema pia ambayo iko kwenye huu mlima, lakini pia neema ambayo iko juu ya mtumishi wa Mungu
Prophet Uswege Mwaigaga. Neema iliyo juu yake si ya kawaida, na masomo yake makubwa amekuwa akifundisha sana juu ya upendo, na hivi vyote anafundisha jinsi ambavyo ubaya unaweza ukatokea, lakini kila anachokifundisha ambacho nimekiona kwake, anachokifundisha ndicho anachokiishi. Yeye mwenyewe amekuwa kielelezo cha yale anayoyafundisha. Tumeyaona maisha yake anavyoishi, kwa sababu mwingine anaweza tu akawa anafundisha, mnamsikia kwenye media, lakini ukafuatilia maisha yake kule anakotoka, kafuatilia maisha yake huko anakoishi, maisha yake ni tofauti na kile anachokifundisha kwenye media. Lakini huyo mtumishi wa Mungu, baba yetu Prophet Uswege Mwaigaga, kwa kweli amekuwa kielelezo kwa kila jambo analolifundisha, na ndio maana mimi ningetamani sana kuona watumishi wa Mungu watakaosikia, hebu wamtafute huyu mtumishi. Ana neema ya ajabu sana ya kuweza kusaidia hata watumishi kuwakwamua pale walipokwama, kuwapeleka mahali pengine. Kwa hiyo iko neema kubwa sana ya kuwatoa watumishi sehemu ambazo wamekamatwa. Amina. Mtumishi wa Mungu, nashukuru kwa ajili ya haya ambayo umetuelezea. Nadhani mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV, lipo ambalo wamejifunza kutoka kwako. Asante sana mtumishi wa Mungu, Bwana akubariki, lakini pia nakutakia muendelezo wa maombi mema wa mchana huu wa leo. Asante.